¿no? Coca-Cola. Ndio maana wamecheka hapo, kampuni yanabaki Afrika. Sasa ndio Coca-Cola kwa Coca-Cola hapo kwa nini?
Hello everyone na karibu kwenye kikao chetu cha Teams. Kwa hiyo kama ilivyokuwa desturi ya Zan Securities huwa tuna vikao hivi vya Teams kila Jumamosi tuki-explore different products au different updates ambazo zipo kwenye soko letu la mitaji kwa hapa Tanzania. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwenye kikao chetu hichi cha leo. I believe kitakuwa kikao ambacho kitakuwa very productive na pia kitakuwa very informative kwa wasikilizaji wetu. Kwa hiyo leo mtakuwa nami Anastasia Dafi, lakini pia kutakuwa na my colleague Korigwa Fanuel, lakini we are also joined by Isaac Lubeja, who is the Manager Advisory and Research hapa Zan Securities, ambayo tupitisha pia kwenye mada yetu tuliokuwa nayo leo. Kwa hiyo kama topic yetu tuliotoka kuipost ilivyosema kwamba kuna fursa mpya ambayo iko sokoni. Kwa hiyo sisi kama brokers wenu au sisi kama investment advisors ni jukumu letu au ni responsibility yetu pia kubwa kuweza kuwajulisha wasikilizaji wetu au investors wetu kuhusiana na products au fursa mbalimbali ambazo ziko sokoni. So product ambayo tunaona hii itakuwa fit kwa ajili ya wawekezaji au itakuwa advantageous au inaweza kumsaidia mwekezaji kuweza kudiversify, kwa sababu ni kitu ambacho tunasema kila siku kwa so ni vizuri pia au yes. So leo tunakuja na product ambayo inaitwa Makazi Bond, ambayo ni bond ambayo iko issued na First Housing Finance Tanzania Limited. Kwa hiyo Makazi Bond is a corporate bond au hatifungani ya makampuni ambayo imekuwa issued na hawa First Housing. Kwa hiyo tulikuwa na privilege kubwa ya kuwa sponsoring broker wa hii corporate bond au wa hii hatifungani. Kwa hiyo kama sponsoring broker ukiacha tu kwamba tuna responsibility ya kuwa mediator between the issuer, the whole team ya issuance na regulators kama CBC na DSC, pia we have a responsibility ya kuwa pia distributors wa hii product. Kwa hiyo ni vizuri kuweza ku outline na kuweza kuielezea kwa undani zaidi. Kwa hiyo our presentation of course ita cover what First Housing Finance is, kwa sababu I think hicho ndio kitu cha kwanza ambacho wawekezaji watakuwa wanataka kusikia, kwamba hawa First Housing ni kina nani na hii product waliokuja nayo ikoje, ina features gani. Kwa hiyo kiufupi kabisa First Housing Finance au FHF hii ni kampuni ambayo ilikuwa founded around late 2016 na ni kampuni ambayo iko specialized kwa mortgage servicing, na ni kampuni pekee ya Kitanzania ambayo iko specialized kuweza kuoffer hizi product au services za mortgage kama vile kujenga nyumba, kuservice mikopo ya nyumba ambayo tayari labda uliwahi kuwa nayo, lakini pia renovation, extension, ambavyo vitu vyote hivi tutaweza kuviona kwenye presentation yetu. Lakini pia presentation itakava kuweza kuona financial position ya hawa First Housing. Je, what does the NPL look like? What does the interest income look like? What does their profitability look like? What are the expectations ya hii kampuni, 4 years or 5 years from now, which is very important kuweza kumsaidia mwekezaji kuweza kuona what type of an opportunity this is, and
kuback up pia decision yako ya kuweza kufanya uwekezaji kwenye hii hatifungani ya Makazi Bond. Kwa Makazi Bond offers 13% kwa mwaka, na one among the things ambazo ziko very exceptional au inaweza ikawa also a key advantage ya kwenye hii bond ni kwamba ni hatifungani ambayo itakuwa inalipa mara 4 kwa mwaka. Kwa hiyo after every 3 months utakuwa na cash flow ambayo itakuwa inaingia kwenye your account. Kwa hiyo all these details further tutaziona as the presentation is going to begin, na ambavyo itazidi kuendelea. Then of course mwishoni pia tutaona pricing details za hii hatifungani and how investors can participate, and of course tutakuwa na muda wa question and answers kutoka kwa wasikilizaji wetu. Kwa hiyo bila kupoteza muda nitamkaribisha Isaac Lubeja ili kuweza kuanza presentation yetu kwa siku ya leo. Karibu Isaac. Asante sana Anastasia kwa utangulizi huo mzuri. Natumaini wasikilizaji wote ambao wamejiunga katika mkutano wa leo wameweza kupata insight ya kitu gani ambacho tutakuja kukidiscuss leo. Lakini bila kupoteza muda, ningependa kuwashukuru wote ambao wameweza kujoin leo. Kwa hiyo kama alivyotangulia kusema Anastasia, Zan Securities sisi tuna jukumu kubwa kama mshauri wa wawekezaji kuweza kuleta product kwa ajili ya wawekezaji kwenye market ili kusudi kuweza kufikia malengo ya kiwekezaji. Na leo hii Zan Securities imekuwa ni wakala mdhamini wa First Housing Finance Tanzania Limited kwa kuwaletea bondi inayotoa riba mara 4 kwa mwaka. Kwa hiyo tunapoanza mwaka 2026, First Housing Finance imekuwa ni taasisi ya kwanza kuja kwenye market na kutoa hatifungani au kutoa bond. Sasa tunapoendelea na wasilisho letu, tutaangalia ni First Housing Finance ni kampuni gani na inafanya shughuli gani kwenye market, kabla hatujazungumzia specific details kuhusiana na hii hatifungani pamoja na pricing, duration, muda gani unaweza ukawekeza na kadhalika. Tukija katika utangulizi, First Housing Finance ni kampuni inayojikita katika utoaji wa mikopo ya ujenzi. Na First Housing Finance ndio taasisi pekee ya kifedha nchini inayojikita kikamilifu katika utoaji wa mikopo ya nyumba au residential mortgage loans. Lakini vile vile taasisi hii inasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania chini ya sheria ya mabenki na taasisi za kifedha, na ilipewa leseni na Benki Kuu mwezi wa 7 mwaka 2017. Kwa hiyo hii ni kampuni ambayo imekuwa vetted na Central Bank na imepewa leseni ya kufanya operation kwenye upande wa kutoa mikopo ya ujenzi, lakini pia kutoa mikopo ya nyumba. Lakini vile vile kwa njia ya kipekee sana, kwa sababu nadhani watu wengi watakuwa wanajiuliza First Housing Finance ni jina ambao ni geni katika midomo ya watu. Lakini kikubwa ni backing ambayo First Housing Finance kama taasisi ya kifedha inayotoa mikopo ya ujenzi na nyumba, kwamba ina shareholding ya Azania Bank. Kwa Azania Bank ni shareholder ambapo ana zaidi ya 40%, lakini vile vile IFC, International Finance Corporation, ambayo ni investment wing ya Benki ya Dunia, ina 15% kwenye taasisi ya First Housing Finance, lakini HDFC ambayo ni Housing Development Finance Corporation ya India, ambayo ni India's largest mortgage lender, ina 15% pia katika umiliki wa First Housing Finance. Almut Limited ambayo ni investment company ya Toyota Tanzania inamiliki 15%, lakini pia mwekezaji binafsi Sanjay Sushak ana 15% ya umiliki kwenye kampuni ya First Housing Finance. Kwa tukiangalia pia ukuaji wa First Housing Finance, tutaangalia kwenye slide zinazofuata, inakuwa ranked kama taasisi inayotoa mikopo ya nyumba au mortgage lender kwenye market ya Tanzania ni namba 4 kwa ukubwa kwa mikopo ambayo imesha disburse mpaka sasa hivi na loan portfolio. As a result tunakuta kwamba growth inakuwa well managed kwa sababu NPLs, zile mikopo chechefu, iko chini ya threshold ya Benki Kuu. Lakini pia ili kuweza kumudu demand ambayo iliyopo sokoni kwenye mahitaji ya nyumba na ujenzi,
First Housing Finance inakuja sokoni kwa kuoffer bond hii na kukopa kupitia Watanzania. Lakini pia tunaangalia kwamba First Housing Finance iko keen ku grow mortgage loan portfolio, na sasa hivi kwa issuance ya medium term note ya bilioni 10 wanategemea zaidi kutoa maendeleo ya nyumba na makazi kwa watu wengi. Kwa hiyo hapo mbele tutaangalia ni namna gani ambavyo First Housing Finance inaweza kujalign pamoja na dira ya maendeleo ya Tanzania mwaka 2050, ambapo moja ya vipengele ambavyo vilivizungumzia ni makazi ambayo yako affordable. Tunaona kwamba jiji la Dar es Salaam inakuwa projected kuwa among cities ambazo zitakuwa kubwa ikifika mwaka 2030. Kwa hiyo kama jiji nalo litakuwa kubwa, kama nchi itakuwa ni kubwa, tunategemea hata population ya watu itazidi kuwa ni kubwa. Population ya watu ikizidi kuwa kubwa, mahitaji ya vitu muhimu kama makazi, nyumba na miundombinu itakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo First Housing Finance imejikita katika kutoa maendeleo katika hayo maeneo. Na tunapozungumzia sasa highlights za First Housing Finance, kama tulivyotoka kusema, ni taasisi pekee ambayo imejikita katika kutoa mortgage finance services, ukiachana na mabenki, kwa sababu mabenki obviously wanakuwa na products nyingi, lakini First Housing Finance ni taasisi ya kifedha pekee ambayo imekuwa dedicated kwa ajili ya mortgage products. Na tukiangalia hata viwango vya ukopaji, wanaokopesha wateja wao wako very competitive in terms of rates, ambazo tutaona kwenye financials kwenye slides zinazokuja. Lakini pia nimetoka kuzungumzia shareholders au wanahisa wa First Housing Finance ambao ni Azania Bank, IFC, HDFC, Armwood Limited na Sanjay Sushak. Ni wabia au ni shareholders ambao wanajulikana kimataifa na wana experience katika hii sekta ya kifedha, hii subsector ya kifedha. Lakini pia wana management team na board of directors ambao wako very competent, wana combined experience ya muda mrefu katika sekta ya kifedha, sekta ya kibenki, lakini pia sekta ya utoaji mikopo kwenye makazi na nyumba. Tutaona kwenye financials za First Housing Finance ni namna gani ambavyo portfolio ya mikopo ya First Housing Finance imeweza kukua toka 2019 mpaka 2021, na ni namna gani ambavyo waliweza kupita kikamilifu katika vipindi vya COVID na bado wakaendelea kusimama kama taasisi ambayo ni influential sana katika sekta ya utoaji mikopo ya makazi na nyumba. Lakini pia mwekezaji anapowekeza kwenye hii bond, kumbuka anachangia katika maendeleo ya makazi kama nimezungumzia. Inakuwa aligned na dira ya maendeleo ya Tanzania mwaka 2050, ambayo lengo kubwa ni kuhakikisha Watanzania wanapata makazi ambayo yana bei nafuu. Yes, sasa tunapoingia katika overview ya soko au overview ya uchumi wa Tanzania, tunaona ukuaji wa pato la taifa limeweza kukua kutoka dola bilioni 60 mwaka 2019 na kufikia dola bilioni 92 mwaka 2025, ambapo tunaona kwamba ni average growth ya 6%. Yeah, kwa hiyo tunaona pato la taifa linazidi kukua na Tanzania tumeweza kuhimili global shocks ambayo yanatokana na vitu mbalimbali kama kupanda bei ya mafuta, vita ambazo zinaendelea kwenye nchi zingine. Kwa hiyo sisi tumeweza kustahimili sana hizi external shocks. As a result, sekta tofauti zimeweza kuchangia pato la taifa kwa kiasi kikubwa, na hii inatokana na sera nzuri ambazo serikali inazidi kuziimplement katika maeneo mbalimbali, hata katika maeneo ya sekta ya kifedha. Kwa hiyo tunaona kwamba Tanzania kwa wastani imeweza ku-average ukuaji wa pato la taifa kwa zaidi ya 6 mpaka 7 kwenye miongo iliyopita, kwenye miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo tunaona kwamba katika nchi za Afrika Mashariki, Tanzania inajiweka katika nafasi kubwa ya maendeleo ya makazi ya watu. Kwa hiyo maendeleo ya makazi yanapokuwa makubwa, mahitaji yanapokuwa makubwa, kunabidi kuwa kuna taasisi ambazo pia zinatoa support za kifedha ili kuhakikisha kwamba yale mahitaji ya nyumba yanakuwa met na supply. Kwa tunapoangalia kwenye hii slide nyingine, tunaona kwamba mwaka 2020 mahitaji yalikuwa ni zaidi
au production ya makazi ilikuwa ni 16,000, lakini ukiangalia backlog ya mahitaji ya makazi ni zaidi ya nyumba milioni 3. Sasa ili kuweza kubridge hiyo gap unahitaji miaka 110 katika level ya ujenzi ambao unaendelea sasa hivi kuweza kumeet hiyo backlog ya demand ya makazi. Kwa hiyo sasa ili kumeet hiyo backlog unabidi ufanyaje? Au ni vitu gani ambavyo vinasababisha kuwe kuna demand kubwa lakini supply iwe ndogo? Inawezekana labda upatikanaji wa fedha unakuwa ni mdogo, au hata kama fedha zinapatikana za ujenzi, gharama ya mikopo inakuwa ni mikubwa. Kwa hiyo unakuta wakopaji wengi wanakuwa wanatoa mikopo ya kununua nyumba na ujenzi katika rate ambazo zipo kubwa sana, lakini hata kama rate zikiwa kubwa, disbursement unakuta ni ndogo, kwamba value ya nyumba ambayo unayo labda ni milioni 100, lakini mkopo ambao unatoa labda ni 50% tu ya value. Kwa unakuta loan to value ratio ni ndogo, lakini kwa taasisi kama First Housing Finance loan to value ratio ni kubwa. Kwa hiyo tunaona population ya watu inavyozidi kuwa kubwa na mahitaji ya makazi nayo inazidi kuongezeka. Kwa hiyo tunahitaji taasisi zaidi kama First Housing Finance ili kusudi kuweza kubridge hiyo gap kati ya demand na supply. Tukiangalia kwenye Tanzania mortgage market, katika taasisi za kifedha ambazo zinaongoza kwenye soko hili dogo la mortgage lending katika sekta ya fedha, tunaona CRDB inaongoza soko kwa zaidi ya 32%. Mikopo ambayo imetoa sasa hivi ni takriban zaidi ya bilioni za Kitanzania bilioni 222. Inafuatiwa na benki ya NMB ambayo imetoa mikopo ya nyumba na ujenzi ya zaidi ya bilioni 82 za Kitanzania. Azania nayo inafuatia kwa bilioni 58. First Housing Finance ikiwa ni taasisi pekee ambayo inajikita kikamilifu katika aina hii ya mikopo, ipo namba 4 na ina control zaidi ya 5.86 kwa mikopo yenye thamani ya zaidi ya bilioni 36.72. Listi hii yote ni top 10. Lakini kiujumla Tanzania mortgage market ukiangalia kwa ujumla wake, mikopo ambayo imetolewa sasa hivi kwa ajili ya ujenzi na makazi ni zaidi ya bilioni 694. Hizi namba ni za mwezi wa 6 mwaka 2025. Kwa tunaona mahitaji ni makubwa ya makazi, na hizi taasisi za kifedha zote zinajikita katika utoaji wa mikopo ambayo ni ya bei nafuu, lakini pia kwa sababu FHF ni taasisi pekee ambayo inajikita kikamilifu, ina uwezo wa kutoa rate ambazo ni shindani, lakini pia turnaround time, muda wa upatikanaji wa mikopo toka mtu anawasilisha ombi ni mdogo ukilinganisha na taasisi zingine za kifedha. Kwa sababu FHF inajikita kikamilifu katika kutoa huduma hiyo, ukilinganisha na taasisi za kifedha ambazo zina huduma nyingi, lakini hii huduma pia ni mojawapo. So tunaona hata ukuaji wa portfolio ya FHF imekuwa kwa kiwango kikubwa, na hiyo imepelekea kwamba wametoka katika nafasi ya 18 mwaka 2020 mwezi wa 12 na kufikia katika nafasi ya 4 mwezi wa 6 mwaka 2025. Kwa hiyo tunaona kwamba malengo ya kampuni ya First Housing Finance wanataka kuwa kwenye orodha ya 3 bora ya taasisi za kifedha ambazo zinatoa mikopo ya makazi mpaka kufikia mwaka 2026 2027, na focus yao inakuwa ni ukuaji wa kuanzia chini kwa kutoa mikopo ya size ndogo na kuexpand mpaka watu ambao wana middle income, tunasema kipato cha kati. Yes. Sasa tukiangalia labda kwenye Afrika Mashariki, mortgage penetration kwenye Tanzania kwa pato la taifa ilikuwa ni 0.43 la 2025, ukilinganisha na nchi nyingine kama Rwanda, ambazo Rwanda ukilinganisha size ya soko la mikopo ya makazi kwa pato la taifa ni 3.4, Kenya ni 1.6, Uganda ni 0.5. Lakini ukuaji katika Tanzania umeweza kukua katika rate ya 10% kutoka mwaka 2015. Kwa hiyo kwenye soko kuna jumla
ya watoaji mikopo zaidi ya 29 ambao wanatoa mikopo ya makazi Tanzania. Lakini top 5 wana account for more than 63% ambao inaongozwa na CRDB ambao wana market share ya zaidi ya 32%. Yes, sasa tunapoingia kwenye positioning, kwa sababu wewe kama mwekezaji ni lazima uangalie ninapowekeza katika kampuni, whether kama ninanunua hisa au ninanunua hati fungani ya kampuni husika, hii kampuni imejiwekaje kimkakati kwenye soko? What is the competitive advantage of this company in the market? So tukiangalia as far as FHF is concerned kwenye market positioning, FHF imejikita katika huduma moja ya utoaji mikopo ya makazi. Kwa hiyo FHF is the only dedicated mortgage lender in Tanzania ambayo focus yake pekee ni kuhakikisha biashara yao inakuwa kwa kutoa product au huduma za makazi, ya kutoa mikopo ya makazi ambayo imekuwa design kwa watu ambao wana kipato cha chini au kipato cha kati, kwa sababu tunaona kwamba hawa watu ndio wana mahitaji makubwa. Kwa hiyo watoaji mikopo ya aina hii wengine wamefocus katika upper income au watu ambao wana kipato cha juu, lakini wakopaji wa taasisi. Kwa hiyo inaacha market gap kubwa. Kwa hiyo as a result ya positioning hii, First Housing Finance imeweza kucapture hii gap ambayo iliyopo sokoni na kupelekea hata ukuaji wa loan portfolio yake average ya 22% ndani ya miaka 5. Lakini vile vile tunaona kwamba wanakuwa wabia ambao wanawasupport kama vile mwanahisa mkubwa Azania Bank ambaye anamiliki zaidi ya 40% ya First Housing Finance. Kwa hiyo kuwa na mbia ambaye kama Azania Bank ambaye ana matawi mengi Tanzania ina position First Housing Finance kuweza kucapture na kugrow kwenye market kwa pace ambayo ni kubwa. Lakini pia targeted marketing ni kitu ambacho First Housing Finance imejikita, kwa sababu kama nilivyosema, kikubwa wanakuwa wanaangalia watu wenye kipato cha chini na mpaka kipato cha kati, ambao hii ni population kubwa na ambapo hawa wanachangia katika growth kubwa sana ya kampuni. Lakini vile vile hawaja specify kwenye aina moja tu ya soko au aina moja tu ya market. Wana clientele ambao wako diversified, wana aina tofauti ya wateja ambao ina range kutoka wafanyakazi wa serikalini na mashirika ya umma mpaka kwenye taasisi binafsi, watu ambao wako kwenye mikataba, watu ambao wamejiajiri, watu ambao wanafanya biashara. Kwa hiyo hawako limited na aina moja tu ya wateja ambao wanawapatia aina hii ya huduma. Kwa hiyo aina wateja wao iko very diversified, ambayo inawapatia hata credit risk inakuwa ni ndogo, kwa sababu kama angekuwa anatoa mikopo kwa aina moja tu ya wateja ina increase hata credit risk, kwa sababu lakini sasa hivi kwa sababu anatoa mikopo kwa aina tofauti ya watu, hata ile credit risk inakuwa inapungua. Sasa tuangalie kwa kina overview ya First Housing Finance toka ilipoanzishwa. First Housing Finance ilianzishwa Novemba 2016, ndio ilipewa leseni na Benki Kuu. Tunapoangalia pia shareholding structure, initially Benkem alikuwa ana own 40%, IFC alikuwa ana own 15%, HDFC alikuwa ana own 15%, Army Limited ambayo ni investment arm ya Toyota ana own 15%, na mwekezaji binafsi Sanjay Sushak ana own 15%. Ilipofikia mwaka 2019 kulikuwa kuna transfer of ownership kutoka Benkem mpaka kwenda Azania Bank, ambapo ndio ilivyo sasa hivi, ambapo Azania ana own 40%. Tunakumbuka kwamba mwaka 2020 kulikuwa kuna COVID-19 ili impact biashara nyingi duniani kote, na FHF obviously ilikuwa haiko immune, lakini kwa sababu ya resilience na market positioning ya First Housing Finance waliweza kuendelea kufanya biashara na kuweza kukua zaidi. Kwa hiyo unakuta katika kipindi cha mwaka 2020 mpaka 2025 wameweza kukua kwa roughly 22%. Kwa hiyo kitabu chao cha mikopo imeweza kukua kwa zaidi ya 22%. Kwa hiyo tunaona kwamba mwaka 2021 FHF walipata faida
obviously sio makampuni mengi yanaweza kapata faida mwaka mmoja tu baada ya COVID. Kuna kampuni nyingine ambazo zilidondoka na zilishindwa kurudi, lakini kwa sababu ya unique positioning ya First Housing Finance kwenye market, waliweza kupata faida mwaka mmoja tu baada ya corona. Lakini baadhi ya product nyingine ambazo wamezilaunch ni pamoja na bank assurance na equity release, ambao hizi walizilaunch mwaka 2022 mwaka 2023. Tukiangalia miaka miwili iliyopita 2024 mpaka 2025, wameweza kuachieve steady growth na wameweza kuwa stable in terms of profit growth na loan book expansion. Tukiangalia kwenye key metrics, total assets au rasilimali ambazo wanazo mpaka sasa hivi kwa mwaka 2025 wana assets ambazo zinazidi dola milioni 19. Loan portfolio ni zaidi ya dola milioni 14.2. Capital adequacy ratio ni zaidi ya 71.98 ambayo is very healthy. Net interest margin ambao wanayo ni 3.9%. Kitabu chao cha mikopo ukuaji ni zaidi ya 22.12. Mikopo chechefu ni 4.7 na net NPL ratio ni 1.3, ambao hizi ni metrics ambazo ni below threshold ya Central Bank ambao ni nzuri. Lakini tukiangalia average term ya mikopo ambao wanatoa, loan size ni dola 58, ambao hii ni kama milioni 150. Duration ya mikopo ni miaka 10, interest ni 18%, loan to value ratio ni 85%, kwamba mkopo ambao unatoa ukilinganisha na thamani ya property au thamani ya makazi ni 85%, ambayo iko very high in the market. Repayments to income ni 45%. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya metrics kuhusiana na First Housing Finance. Lakini tukiangalia kwenye product ambazo wanazitoa, kikubwa kuna product 7. Kuna products za kununua makazi, ambapo wateja wa First Housing Finance wana uwezo wa kununua makazi, nyumba watakayopendea. Lakini pia mikopo ya First Housing Finance inakuwezesha wewe kujenga nyumba yako katika sehemu ambayo umeainisha. Lakini pia unaweza kufanya improvement au maboresho ya makazi. Kwa hiyo First Housing Finance inakupa mikopo ya muda mrefu kuweza kuboresha makazi unayoishi. Lakini pia kama una mkopo katika nyumba, First Housing Finance wanakupa opportunity ya kufanya refinancing, kwamba mkopo ulionao wanaweza kuchukua wao wakafanya refinancing, na wao wanaweza wakaendelea kulipa balance ambayo iliyobaki kwa taasisi ambayo ulikopea, na wewe ukaendelea kuwalipa wao balance iliyobaki. Kwa hiyo ni refinancing. Lakini pia kama umekwama kwenye kifedha, wao wanaweza kukupa mkopo wa kumalizia ujenzi ambao ulianza wa nyumba. Lakini vile vile wanakupa mkopo wa kuextend nyumba ambayo ulionayo. Kama umejenga lakini unataka ku-add property nyingine ndani ya kiwanja kimoja, wanakupa mkopo kuweza kufanya hiyo extension. Wanafanya equity release. Hii ni ku-release funds ambazo zimekuwa tied up na properties. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya product ambazo First Housing Finance wanakuwa wanatoa. Sasa tukiingia kwenye upande wa board members na management, tunaona kwamba First Housing Finance imejikita zaidi katika governance, kwa sababu tunajua kwamba kila taasisi ili kuweza kufanikiwa ni lazima kuwe kuna governance au utawala bora. Kwa hiyo tunaona kuanzia level ya board mpaka level ya management kuna watu ambao wako competent na wamekuwa kwenye sekta ya kifedha kwa zaidi ya miaka mingi. Kwa hiyo kampuni ina wajumbe wa bodi karibia 9 ambao ni watu ambao wamekuwa appointed na watu ambao ni independent. Katika wajumbe 9 kuna wanawake 3 ambao 2 ni independent board directors na wanakuwa na experienced board members kutoka maeneo tofauti katika sekta ya kifedha. Lakini pia baadhi ya wajumbe wa bodi wana experience ambayo ni ya international, tutaona katika orodha ambayo tutawasomea. Lakini vile vile mwenyekiti wa audit committee ni independent director, na kampuni imecomply na corporate governance guidelines zilivyoainishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo hii ni orodha ya wajumbe wa bodi wa First Housing Finance. Mwenyekiti ni Mr. Charles Mugila ambaye ni mkurugenzi wa huduma za kisheria Tanzania Bank.
Lakini pia Mbazi Anet, huyu ni nominee kutoka IFC, International Finance Corporation, ambayo ni wing ya Benki ya Dunia. Lakini vile vile Bi Margaret Kongo ni mwenyekiti wa audit committee, ambao pia ni mjumbe wa bodi. Lakini pia Margaret Kongo anakaa kwenye bodi tofauti za makampuni mengi sana Tanzania. Sanjay Sushak pia yeye yuko kwenye bodi, lakini vile vile ni mwanahisa wa First Housing Finance na ana experience sana katika biashara ya insurance na sekta za kifedha kwa zaidi ya miaka 30 Tanzania. Wajumbe wengine ni kama Vinod Rustage ambao ni Group Managing Director wa KRMG. KRMG ndio wana own Toyota in Tanzania. Ana experience zaidi ya miaka 20. Pia tuna mkurugenzi Senkoro Rukwaro ambao yeye ni mkurugenzi wa Risk and Management Compliance kutoka Benki ya Azania. Kuna mkurugenzi Jackson Lohai ambaye yeye ni mkuu wa idara ya Strategy, Research and Innovation kutoka Benki ya Azania. Vile vile kuna Ajay Agrawal ambaye yeye ni mjumbe aliyeteuliwa kutoka HDFC, ambaye pia ni mwanahisa wa First Housing Finance. Mjumbe wa mwisho ni Ena Victor Makipasele ambaye ni independent director. Tukija kwenye msingi ya management, kuna CEO ambaye ni bwana Amulike Kamwela. Yeye ana experience zaidi miaka 18 katika sekta ya kifedha, akiwa na previous experience kutoka I&M Bank, Standard Chartered na Barclays Bank ambayo inaitwa Absa sasa hivi. CFO ni Bi Concordia Selekela ambaye ana experience ya miaka 10 na amekuwa na previous experience kutoka benki ya CRDB and Ernst & Young. Reshma Shah ni head of credit ambaye ana experience ya miaka 15, lakini vile vile kuna Salama Somboka ambaye ni manager wa biashara. Lakini other officers ambao kwenye senior management kama hao ambao wameorodheshwa: Aquinos Amolo, Frederick Hippolyte, Boke Richard Matango na Richard Seba Marwa. Sasa kimsingi tunapo analyze kampuni au tunapotoa overview ya investment, hamna kitu muhimu kama vile financials, kwa sababu tunaweza tukaelezea historia ya kampuni, imeanza wapi, nani ni wamiliki, nani ni wajumbe wa bodi, nani ni senior management, lakini kama financials zao hazitoi taswira nzuri, inakuwa ni ngumu kwa mwekezaji kufanya maamuzi ya uwekezaji. Kwa hiyo tunapoanzia kwenye upande wa interest income, kwa sababu tumesema product kubwa ambayo First Housing Finance inakuwa inatoa ni mikopo ya makazi au mikopo ya ujenzi. Na riba ambayo wanayoicharge ambayo tuliona kama average ni 18% ndio ina contribute katika interest income. Kwa hiyo kwenye gross interest income tunaona imekuwa kwa asilimia 18.84 kutokea dola milioni 1.5 mwaka 2022 na kufikia dola milioni 2.5 mwaka 2025. Lakini total net interest income baada ya makato ya interest expenses imekuwa kwa asilimia 8.11 kutoka dola milioni 1.1 mwaka 2022 na kufikia dola milioni 1.4 mwaka 2025. Kwa hiyo faida baada ya kodi vile vile imekuwa kwa wastani wa asilimia 14.13 kutoka dola 114 na kufikia dola 169. Loan book, loan portfolio, net loan portfolio imekuwa kwa kiwango kikubwa kwa asilimia zaidi ya 22 kutoka dola milioni 7.8 na kufikia dola milioni 14.25. Na rasilimali au total assets ambazo First Housing Finance nazo ni zaidi ya dola milioni 19, ambazo hizi zimekuwa kutoka dola milioni 13, wastani wa asilimia 13.63. Ukopaji umekuwa kutoka dola milioni 4.8 na kufikia dola milioni 10 mwaka 2025, ambao hiyo ni ukuaji wa asilimia 27. Equity yake imekaa very constant kutoka dola milioni 7.4 2022 na kufikia dola milioni 7.5 2025. Kwa hiyo average loan size, sababu tumezungumzia mwanzo, FHF imejikita sana kutoa mikopo kwa watu ambao wana kipato cha chini na kipato cha kati ili kuweza kusaidia maendeleo ya makazi Tanzania, ambapo wastani wa mkopo ni dola 58 ambao ni takriban milioni 150 ya Kitanzania. Net interest margin imeweza kukaa constant around 3.9%. Capital adequacy ratio kama tulivyozungumzia mwaka 2025 ni asilimia 71.98. Tukiangalia wastani wa
wa mkopo na rasilimali jumla ambazo wanazo ni 74.68, ambayo inaonyesha kwamba wako very liquid na hawana any liquid distress situation. Yeah, so hiyo ni historical financials. Lakini je, tukiona baada ya miaka 5 from now, where is First Housing Finance projected to reach? Tunaona kwamba okay, First Housing Finance kufikia mwaka 2029 tuna project kwamba watapata gross interest income ya kufikia dola milioni 5, ambayo hiyo ni ukuaji wa wastani 16.72, lakini pia net profit after tax we expect kufikia mwaka 2029 baada ya initiatives za kuja kwenye market na kukopa kupitia kuissue hati fungani, watapata faida ya zaidi ya dola 704, ambayo hiyo ni ukuaji wa wastani 33.71. Loan portfolio nayo itakuwa kwa 20.61. Total assets nazo zitafikia dola milioni 35.1, ambao ni ukuaji wa 18.23. Namna ya ukopaji pia, vyanzo vya ukopaji vitakuwa na kufikia dola milioni 25.7, ambao ni 26.22. Lakini pia equity itakuwa na kufikia dola milioni 7.2. Huu ni ukuaji wa 1.6. Lakini ili kufikia Watanzania wengi zaidi, average loan size wanataka kuipunguza ili watu wengi zaidi wapate access ya mikopo ya makazi ili kuweza kuendeleza makazi bora na makazi yenye bei nafuu na overall upatikanaji wa makazi nchini Tanzania. So hiyo ilikuwa ni overview ya First Housing Finance kama kampuni, na tumeona kwamba hii ni kampuni ambayo imejikita kikamilifu katika kutoa mikopo ya makazi, na First Housing Finance katika soko hili tunaona kwamba wao ni namba 4 na malengo yao kufikia mwaka 2026-27 tunategemea kwamba na wao watakuwa kwenye top 3 ya leading mortgage lending financial institutions in Tanzania. Tumeona competitive advantage ambazo wanazo kwenye market, tumeona growth ambayo wameweza kuregister, so we believe that this is a very good company to invest in. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, tutakuwa tuna session mwishoni ya kukaribisha maswali, lakini ninaomba sasa hivi nimkaribishe Anastasia aweze kutupitisha katika pricing supplements ya First Housing Finance. Pricing supplement inatupa mwongozo wa namna gani ambavyo bond imekuja sokoni na details na taarifa tofauti kuhusiana na hii bond. Wewe kama mwekezaji ni vitu muhimu gani ambavyo unapaswa uvijue ili kusudi ufanye uwekezaji kwenye hii bond? Kwa hiyo ngoja nimkaribishe Anastasia ili atupitishe katika pricing supplements ya First Housing Finance. Karibu sana Anastasia. Asante sana Isaac kwa presentation ambayo nadhani imekuwa very helpful, especially kwa wawekezaji ambao tayari walikuwa wameshaanza kuona product hii kwa sababu ilikuwa launched the day before yesterday. Kwa hiyo imekuwa a good and insightful way pia kuweza kuwaonyesha wawekezaji what they're going to invest in, yani purpose ya hii bond ambao wanaenda kuwekeza, lakini pia kuona structure ya kampuni ya First Housing ambayo ndo issue wa hii hati fungani. Kwa hiyo I believe hiyo imekuwa very helpful kwa wasikilizaji wetu ili kuweza kukupa ile the grounds ya wewe kuweza sasa kufanya decision ya kuweza kuwekeza kwenye hii hati fungani ya makazi bond. Kwa hiyo kama tulivyo sema awali, makazi bond ni corporate bond au hati fungani ambayo proceeds zitakuwa directed kwenda kufanya advancement au ujenzi au
kuadvance makazi na nyumba ambayo itakuwa ni chini ya usimamizi wa First Housing Finance ambao they very well experienced personnel kwenye hiyo industry ya mortgage. Kwa hiyo this is a medium term note kwamba ni bond ambayo inaweza ikawa issued kwa vipande tofauti tofauti, lakini kwenye hivyo vipande the bond is to raise bond hii inaweza ku raise up to 10 billion kwenye ya mkusanyo. Lakini sasa kwenye first tranche au tranche ya kwanza au awamu ya kwanza ya issuance ya hii bond, the bond is looking to collect au kuweza ku raise shilingi za Kitanzania bilioni 5, shilingi za Kitanzania bilioni 5, ambapo hii itakuwa raised kwa kupitia sasa subscription kutoka kwa wawekezaji. Lakini pia kuna green shoe option ya bilioni 3. Hii inamaanisha kwamba in case kwamba kutakuwa kuna an oversubscription, kuna space au kuna window ya kuweza kukusanya pia an extra 3 billion. Kwa hiyo bond hii imeidhinishwa na regulator wetu wa ambaye ni Capital Markets and Securities Authority. Kwa hiyo bond ipo salama na imeidhinishwa na CMSA ili kuweza kuingia kwenye market. Lakini hizi proceeds zitaenda kutumika kuweza expand mikopo ambayo inatolewa na hawa First Housing ili kuweza kuendelea na ujenzi wa hizo nyumba, kama Isaac alivyoelezea kwamba kuna products tofauti tofauti ambazo First Housing wanazi offer kama vile kujenga nyumba, expansion, mortgage loan refinancing, yani kurefinance wale ambao walishindwa labda kwenye walipokuwa wamekopa sehemu nyingine mikopo hii ya nyumba. Kwa hiyo hizi process zitaenda kutumika kuserve zile service au kuserve zile purpose ambazo First Housing Finance wako nazo. Lakini pia kama tunavyojua corporate bond usually according to the regulation ambazo zipo ni kwamba minimum entry level kwenye hati fungani hii itakuwa shilingi 500,000, and this is will also increase inclusivity ili kuruhusu wawekezaji wa kila kaliba au kila nature kuweza kuparticipate na pia kuweza kupata fursa ya kuweza kushiriki kwenye soko hili la hatifungani kwa kununua hizi hatifungani. Kwa hiyo minimum itakuwa shilingi 500,000 na itakuwa in multiples of 10,000. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba utaweza kuwekeza milioni 5, 10,000, milioni 5, 20,000, milioni 5, 50,000, yani kwa mafungu ya 10,000. Na price ya kuingia au price ya kuparticipate kwenye hii hatifungani itakuwa at par, meaning itakuwa at the price of 100. Na awali nilipokuwa na introduce nilisema kwamba this bond is also very competitive kwa sababu ya kuwa na high yields. Tumeona kwenye soko la hatifungani kwa ujumla kwamba kumekuwa kuna fall in yields au faida ya ujumla ambayo inapatikana kwenye kuwekeza kwenye hatifungani imeweza kupungua over the years due to fall in coupons, lakini pia increase in prices za hizi hatifungani. Kwa hiyo kwa wawekezaji ambao wanatafuta pia kupata yield kubwa, hii ni option nzuri ya wao kuweza kuwekeza kwa sababu bond utaingia tu kwa 100%, meaning ukitaka kuwekeza 500,000 utalipia hiyo 500,000 kuweza kuacquire hiyo bond yako. Kwa hiyo interest itaanza kuhesabiwa 2nd April ambapo ndo bond itakuwa yani bond uhai au bond hii itaanza maisha yake officially 2nd April. Kwa hiyo hata ile coupon kuanza kuhesabika kutolewa kwa coupon itaanza on 2nd April. Lakini pia interest termination au mwisho wa hatifungani hii itakuwa ni 2nd April 2030. Kwa hiyo hii ni bond ya miaka 4 tu. Kwa hiyo ukianza kuwekeza 2026 bond hii itamachua
2030, which is also a reasonable period ya mtu kuweza kuwekeza na kupata returns zake na kuweza pia kurudisha the principal amount ambayo alikuwa amewekeza. Kwa hiyo hati fungani hii ya makazi bond itakuwa kwa shilingi za Kitanzania. Kwa hiyo it is a single currency corporate bond. Kwa hiyo all proceeds itakuwa in Tanzanian shillings. Na ambaye atakuwa receiving bank kwenye hati fungani hii atakuwa Azania Bank. Kwa hiyo proceeds zote zitakuwa au zitaenda kushikiliwa na Azania Bank, and then allocation itafanyika to First Housing accordingly. Yes, kwa hiyo hizo ni just location details za specific office au registrar au receiving bank ambayo ni Azania Bank. Kwa kama nilivyosema kwamba kiasi ambacho kinatakiwa kukusanywa ni hicho 5 billion, lakini pia interest ambayo inatokana na hii hati fungani ni 13% per annum, which is very competitive and it's actually very attractive, kwa sababu tumeona kumekuwa kuna a fall in coupon kwenye hati fungani zingine kama vile za serikali. Kwa hiyo hii opportunity imekuja kama a very attractive offer kwa wawekezaji wetu. Kwa hiyo bond hii itaenda kutoa 13% kwa mwaka. Na sasa another catch ambayo mwekezaji pia anapata kutoka kwenye kuwekeza kwenye hii hati fungani ni kwamba interest payment itakuwa kila baada ya miezi mitatu. Kwa hiyo hii 13% itakuwa divided into four times. Kwa hiyo kila baada ya miezi mitatu, so January utapokea the coupon, part of that coupon, then utapokea tena 2nd April, 2nd July and 2nd October. Kwa hiyo utapokea around 3.25% kwenye hii kila baada ya hiyo miezi mitatu. Kwa hiyo kwa wawekezaji ambao they are looking to have a regular cash flow, nadhani this is also a very good opportunity for such investors. Lakini kingine pia ni kwamba default rate is fixed rate of interest plus 2%. Kwa hiyo in the scenario which First Housing au issuer wa hii bond ata default kulipa any coupon, atakuwa penalized kwa kulipa an extra 2%. Kwa hiyo kama ni 13% na ameskip any coupon, atakuwa obligated kulipa an extra 2% kwenye ile 13% ambaye alitakiwa kulipa. Yes, kwa hiyo other information just like compliance wise information ni kwamba bond hii ilipata approval 23rd October 2024 ili kuweza kuendelea na issuance ya hiyo bond. Lakini pia the targeted market for this corporate bond au for makazi bond ni qualified institution investors, QIIs. Kwa hiyo hapa ni institution investors kama pension funds na institution insurance funds na institutions zingine ziko qualified kuweza kuparticipate na kushiriki kwenye kununua hii makazi bond. Lakini wengine ni retail investors kama vile wewe na mimi au mwekezaji yoyote ambaye ni retail anaweza kuparticipate na kununua hii hati fungani ya makazi bond. Na vile pia kwamba the minimum ni 500,000. It provides also room kuweza kuallow wawekezaji wengi zaidi kuweza kuparticipate na kuweza pia kuto kumiss out kwenye hii opportunity. Kwa hiyo yes, Azania Bank ndio receiving bank. Kwa hiyo all proceeds zitakuwa allocated au zitaenda kwa Azania Bank. Kwa hiyo tutaweka form hizi za kuapply pia kwenye website zetu, tutashare kwenye different platforms zetu ili kuweza kuwapa watu a way in which they can be able to participate na kulipia au kushiriki kwenye hii hati fungani au kwenye hii makazi bond. Kwa hiyo account ambayo itakuwa designated kuweza kupokea hizi funds ni Azania Bank, and the account name is
First Housing Collection Account, kwa account number ni hiyo. Kwa hiyo kwa wale wawekezaji wote ambao tayari watataka kuwa interested, wanaweza wakatutumia message kwenye namba yetu ya WhatsApp wakituambia kwamba wanataka kuparticipate kwenye hii hatifungani ya makazi bond, and tutaweza kukutumia link ya kuweza kujaza online form ambazo zitakuwa zinapatikana kwenye website zetu shortly, na baada ya hapo utaweza kushiriki. Kwa hiyo you just need kuwa na account yako ya shares, CDS yako ya shares, hiyo ndio ambayo itatumika kuweza kuparticipate au kushiriki kwenye hii hatifungani au kwenye hii makazi bond. Lakini another very important thing which I think we should also lay out kabla hatuja summarize na kuweza kuruhusu sasa maswali ni kwamba makazi bond haitakuwa subjected with any taxes. Kwa hiyo hamna implication ya withholding tax. Kwa hiyo the 13% ambayo mwekezaji atapokea kama ilivyo, or there's no any implication ya kodi. Kwa hiyo offer ilikuwa opened 22nd January, ambayo kulikuwa kuna ceremony kuweza kuidhinisha au kuweza kuiweka sasa bond hii sokoni officially, lakini offer ita close 23rd March. Kwa hiyo maombi yote yanatakiwa kuweza kufika kwetu kabla ya tarehe 23 March, na hapo ndipo kutakuwa kuna closure ya hiyo offer period. Lakini kwa wale institution investors, due to different a bit of a longer process when they want to apply for these bonds, wao their payment date itakuwa extended up to 26th March. Kwa hiyo kwa other retail investors close date itakuwa hiyo 23rd March. Allotment date itakuwa 1st April, na announcement au ile sasa kuannounce matokeo ya proceeds ambazo zimekusanywa kama subscription rate ambayo itakuwa imepatikana, hiyo itakuwa 2nd April, and pia hiyo itakuwa notification date, lakini pia ndio itakuwa the official issue date ya makazi bond. And then pia it's going to be the date ambayo hizi details zote au data zote za wawekezaji zitakuwa submitted to our registrar, which is CSDR. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kuweza kuparticipate na kuweza kushiriki kwa wingi zaidi kwenye hatifungani hii ya makazi bond, since it is a very good form of investment, na wewe kama mwekezaji itakusaidia pia kuweza kudiversify your portfolio, kwa sababu naamini wasikilizaji wetu wengi tayari ni wawekezaji kwenye sehemu mbalimbali kama vile shares na bonds. Kwa hiyo this is also a way kuweza kudistribute your portfolio, which ni kitu ambacho tumekiongelea mara nyingi even kwenye the past session, kwamba it is very important kuweza kudiversify your portfolio into different investment. Kwa hiyo this could be one of the investment option ambayo unaweza ukawa nayo wewe kama mwekezaji. Kwa hiyo for any further questions, kutakuwa kuna few minutes ya kuweza kukaribisha maswali ili tuweze kuyajibu, lakini pia kwa wale ambao wanataka kuparticipate wataweza kututumia message kwenye WhatsApp namba yetu, which is 0756111888. Utasema tu kwamba unataka kuparticipate kwenye hatifungani hii ya makazi bond, and then tutaweza kukupatia procedure ambazo zinafuata. Kwa hiyo kwa kusema hayo, tunashukuru sana kwa kusikiliza. Tutakuwa na dakika chache kwa ajili ya maswali. Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha wasikilizaji wetu. Nimeona mkono kutoka kwa Said. Karibu Said. Asante sana kwa presentation nzuri. Sijui kama nasikika vizuri.
Yes, unasikika sasa. Asante. Nilikuwa tu nataka niulize swali dogo kuhusiana na hii bond. Yani sijajua website gani ninaweza kuingia labda pengine kusoma zaidi kuhusiana na hili shirika na taarifa zao ili kama kuweza kupata maarifa zaidi, au labda pengine kama hiyo document itashare baadaye, nitashukuru sana. Hilo swali la kwanza. Swali la pili, nilitaka niulizie hii bond nayo inakuwa ni kama sijui hii inakuwa ni bond ya kawaida au hii kampuni pia inakuwa na hizi labda EGM ambazo watu wanaweza wakashiriki wakauliza maswali wakapata taarifa nyingi kuhusiana na kampuni na vitu kama hivyo. Na jambo lingine nilikuwa nataka niulizie kuhusu mkaguzi wa mahesabu ya mfuko either wa hii bond, sijui itakuwa ni nani. Nilitaka unisaidia ya maswali matatu, alafu kama nitakuwa na lingine nitaendelea. Asante sana. Asante sana, na asante sana kwanza kwa kujoin meeting yetu na kwa kujibu tu maswali ambayo umeuliza. Kwanza kabisa, taarifa zote ambazo zinahusiana na utoaji wa hati fungani hii, kwa sababu Zan Securities ni wakala mdhamini, zinapatikana Zan Securities. Kwa hiyo muda wote unaweza kutupigia simu na tutakupatia taarifa kikamilifu kuhusiana na hii hati fungani. Kwa hiyo lakini vile vile katika hizi presentation ambazo tumezifanya leo tutazituma, na wote ambao walishiriki katika mkutano wa leo mnaweza mkazipata ili kuweza kuzipitia kwa makini zaidi. Lakini vile vile umeuliza swali ya mkaguzi. Sasa katika mchakato wa kupata idhini ya hati fungani hii ili watu waweze kufanya uwekezaji na hatimaye iweze kuorodheshwa kwenye soko la hisa, mchakato unaanzia kwa mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana CMSA, ambapo mshauri mkuu na mdhamini mkuu Zan Securities ana wajibu mkubwa wa kuhakikisha kuna communication kati ya issuer na regulator. Sasa baina ya advisors wengine yuko reporting accountant ambaye yeye naye ana mandate ya kujiridhisha kwamba taarifa zote ambazo zimeorodheshwa kwenye information memorandum ziko sahihi, na issuer pia ameweza kuweka taarifa za kifedha ambazo zinaonyesha reality ya financial position ya kampuni. Kwa hivyo reporting accountant kwa issuance hii ni KPMG, ambayo hata ukiangalia kwenye information memorandum au waraka wa matarajio utaona ameorodhesha na amesign kwamba namba zote ambazo zimekuwa presented au financial information ambazo zimekuwa presented zimeandaliwa kulingana na utaratibu unaotakiwa. Na umeuliza swali kama mtakuwa mna uwezo wa kuparticipate kwenye EGM. Sasa kwa sababu hii ni hati fungani na sio hisa, hati fungani inapotolewa wewe kama mwekezaji unakuwa unaikopesha hii taasisi husika, lakini wewe sio shareholder au wewe sio miliki wa hii kampuni. Kwa hiyo wewe relationship ambayo nayo na issuer ni mkopaji na mtu ambaye anatoa mkopo. Kwa hiyo relationship inaisha pale ambapo bond inakuwa ina mature. Lakini kuhusiana na taarifa zote ambazo unaweza ukawa nazo kuhusiana na hii hati fungani, unaweza ukatuliza sisi na tukakupatia majibu ambayo yamekamilika, au unaweza ukapitia information memorandum na ukapata majibu yote. Lakini sisi kwa sababu kama nilivyozungumzia, sisi ni wakala mdhamini, tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe kama mwekezaji unapofanya uwekezaji katika hii product ambayo tumeleta sokoni, tunakushauri kikamilifu. Nadhani inakuwa nimejibu swali lako hapo. Yes, karibu sana. Kama kuna mtu mwingine atakuwa na swali, naona kuna Charles Msemwa. Karibu sana Charles Msemwa kuuliza swali. Asante sana. Asante sana. Swali langu ni, umeongea kwamba kutakuwa na penalty ikiwa hii kampuni itashindwa kulipa hizo kuponi kwa muda unaotakiwa. Sasa na mnasema ni 2%. Nataka kujua ni akichelewa kulipa kwa muda gani? Kwa mfano, kama atakuwa kulipa labda ni 2nd April, akalipa 5th of April.
tayari hiyo 2% inakuwa ina apply au akilipa, yani nataka kujua ni kwa muda gani akichelewa that penalty ina come into effect. Thank you. Okay, asante sana. Hilo ni swali zuri, lakini kabla tu sijajibu hilo swali, default rate ni standard ya issuances zote, kwa sababu mkopaji au taasisi anayekopa anapokuja kwenye soko la mitaji anaingia mkataba na wawekezaji kumkopesha fedha. Kwa hiyo huo ni mkataba. Sasa mkiingia mkataba, wewe kama mwekezaji na wewe unataka ulindwe katika zile dhamana ambazo unampatia rasilimali fedha unayempatia First Housing Finance, au kama ni issuer yoyote, ni lazima na wewe upate guarantee kwamba issuer ataweza kukulipa riba zote mpaka kipindi cha ukomo wa hati fungani hiyo. Kwa hiyo tukiangalia hata issuances zote zilizofanyika na taasisi zingine, utaangalia kwenye information memorandum kwamba ile default rate iko standard. Obviously zinaweza zikatofautiana kiasilimia, lakini ni lazima hiyo clause iwepo. Sasa tunapozungumzia default risk ni pale ambapo issuer amekiri hawezi kulipa. Kwa hiyo inaweza kawa immediate. Sasa akikiri kwamba hawezi kulipa, hiyo clause sasa ndio ina come into effect. Ita come into effect automatically, kwa sababu kulingana na huu mkataba au kulingana na waraka wa matarajio ameshakiri kwamba itakapotokea event kama hiyo atabidi ainkaa hiyo default risk. Lakini ataongelei kwamba ile default risk kwamba amefanya transfer benki, sasa transfer ikachelewa kuingia kwenye account ya mwekezaji, hiyo sio default risk. Default ni ile pale ambapo amekiri kwamba ameshindwa kulipa. Akikiri kwamba ameshindwa kulipa, ni lazima hii clause ije into effect. Yes, sasa watu wengi wanaweza wakachanganya kwamba okay, unajua badala mimi kulipa tarehe 2 Julai, ile imeingia kwenye account yangu tarehe 3 au tarehe 4. Hiyo inaweza ikatokana tu kwa sababu ya delays kati ya settlement ya benki ambayo issuer analipia interest na benki ya mpokeaji au mwekezaji. Labda benki iko benki fulani, kunaweza kuwa kuna delay ya siku moja au siku mbili, lakini hiyo sio default. Default ni pale ambapo issuer anakiri kwamba kutokana na financial constraints ameshindwa kulipa. Lakini tu niwaondolee hofu kwa market ya Tanzania, hiyo haijawahi kutokea. Lakini vile vile kama mwekezaji ni muhimu kuangalia kikamilifu hii taasisi ninayowekeza au hii taasisi ninayonunua dhamana yake, labda nani ni shareholder au nani ni mmiliki. Uzuri wa First Housing Finance imekuwa backed na Azania Bank ambayo ni benki kubwa Tanzania na ambaye ana own zaidi ya 40%. Kwa hiyo sasa tukiangalia in terms of reputation ni kubwa na wamekuwa kwenye market kwa muda mrefu sana. Natumaini labda nimejibu swali lako. Namkaribisha mtu mwingine ambaye atakuwa na swali. Nawakaribisha, karibu sana. Kuna mtu aliraise swali, Joe aliraise swali, nikukaribishe Joe. Ya, labda tupate tu swali moja la mwisho alafu tufunge kikao chetu. Swali la mwisho nimkaribishe mtu yote ambaye anaweza kawa na swali. Lakini vile vile najua watu wengi wangependa kusoma zaidi waraka wa matarajio wa information memorandum na pricing supplements, lakini vile vile presentation, hivi vyote vitakuwa available kwenye website yetu. Harold, karibu sana, nimeona umenyoosha mkono na kukaribisha kuuliza swali. Harold, karibu. Sawa, nashukuru. Nilikuwa nataka kujua kuna sehemu papa ulielezea kuhusu bondi na kuwa issued kwa vipande ambao ulisema minimum ni 500,000. Sasa nilikuwa naomba kidogo hapo nielezee kama nakuwa labda sijaelewa vizuri. Okay, asante sana Harold. Sasa kiutaratibu kwa hati fungani za taasisi au corporate bonds zinapokuwa issued kwenye market, minimum subscription huwa ni 500,000. Kama utakuwa unawekeza kwenye hati fungani za serikali, naomba mute mic kwa mtu ambaye mic yake iko on. Kama unawekeza kwenye hati fungani za serikali utaona minimum investment ni $1,000,000. Lakini kwenye hati fungani za taasisi minimum investment ni shilingi 500,000. Kwa hiyo mwekezaji anaweza kaanza kuwekeza kuanzia 500,000 na kuendelea. Kwa hiyo ni minimum requirement kwa mtu ambaye anataka kuwekeza kwenye hati fungani.
Yes, Joe karibu. Joe atakuwa ni mtu wetu wa mwisho kuuliza swali, then tutafunga kikao. Karibu sana Joe. Nimeona hapo kwenye kupata gawio unasikika eh? Yes, unasikika vizuri. Ya kwenye kupata hizo ni magawio ni mara 4 kwa mwaka. Kuna tarehe 2 Januari, tarehe 2 Aprili hivyo na Agosti na Oktoba. Sasa kwa mwaka huu tarehe 2 Januari si imeshaisha au inaanza lini kupata hizi nani? Na umesema ni kwa miaka 4, 2026 mpaka 2030. Yaani Yes, manake kwa hiyo kwa huu mwaka tayari hii tarehe 2 Januari imeshapita, haitakamilika miaka 4 kwa hiyo au unapata kupata ufafanuzi vizuri hapo. Okay, sawa. Asante sana kwa swali. Labda tu nirejee katika upande wa silent dates au issuance dates. Offer period ilianza kufunguliwa tarehe 22 mwezi wa kwanza ambayo ilikuwa ni Alhamisi iliyopita, na hii offer period inarun katika kipindi cha miezi 2 mpaka kufikia tarehe 23 mwezi wa 3. Lakini sasa issue date, pale ambapo hati fungani sasa itakuwa issued na inakuwa recognized na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana kwamba imekuwa issued rasmi ni kuanzia tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2026. Hasa hapa hii hati fungani sasa ndio inaanza kuhesabiwa. Kwa hiyo unaanza kuhesabia miezi 3 baada ya tarehe 2 April. Coupon au interest rate ambayo italipwa after tarehe 2 ni tarehe 2 mwezi wa 7, then zitafuatia kulingana sasa na vipindi vya miezi 3 mpaka pale ambapo hati fungani itakapoiva au itakapo machua ambayo itakuwa ni tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2030. Kwa hiyo tunaanza kuhesabia kuanzia tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2026. Kwa miezi 3 kila baada ya tarehe 2 mwezi wa 4 mwekezaji ambaye amenunua hati fungani ya First Housing Finance atakuwa anapewa interest yake kupitia account ya benki aliyeorodhesha. Yes, so offer period ni kile kipindi cha uuzwaji kwamba mwekezaji anaruhusiwa kununua katika kipindi kisicho zidi tarehe 22 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 23 mwezi wa 3. Baada ya hapo kwa sababu tutakuwa tunafanya mchanganuo wa kiasi ambacho kimepatikana, lakini vile pamoja na mgawanyo wa wale wote ambao walishiriki katika kipindi cha mauzaji, then tutafanya allotment tarehe 1 mwezi wa 2 na matokeo yatakuwa announced tarehe 2 mwezi wa 4 na issue date effectively itakuwa ni tarehe 2 mwezi wa 4. Kwa hiyo usichanganye katika kipindi cha mauzo na kipindi cha issue date ambao ni tarehe 2 mwezi wa 4. Yeah, kwa hiyo hizo ni details ambazo okay, hapo nimekupata. Samahani kidogo. Ndio. Na ikitokea kwamba nimeona pale wana plan ya kukusanya bilioni 5. Yes. Kama nitakuwa niko sahihi. Na ikifikia tarehe 1 Aprili bilioni 5 haijafika, itatangazwa hivyo hivyo na pesa ulizokusanya? Hilo ni swali zuri, na katika issuance yoyote kuna mambo mawili. Issuance ikija sokoni kulingana sasa na namna ambavyo soko litakapopokea, watu wanaweza wakanunua au watu wanaweza wasinunue. Itakapotokea labda situation ambapo watu wamezidi, tunataka bilioni 5 tukapata bilioni 10, tutaomba approval kutoka kwa regulator ambao ni mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana kwa lot kiasi ambacho kimeongezeka zaidi ya bilioni 5. Lakini kikipungua chini ya bilioni 5, pia issuer ana uwezo wa kuomba approval kutoka kwa CMSA kwa lot kile kiasi ambacho kimepokelewa, au anaweza kaomba muda wa ziada kidogo ili ajaribu kuraise kile kiwango ambacho hakijafikiwa. Lakini kwa namna ambavyo tunavyoona trend, tuko very very confident kwamba watu wengi wamechangamkia fursa hii, na labda mimi ni kushauri tu mtu yote ambaye unataka kufanya maamuzi uchangamkie fursa hii ambayo iko sokoni, kwa sababu kama alivyotangulia kusema Anastasia, ukilinganisha na hati fungani zingine ambazo zimetolewa mwaka huu, kwa mfano hati fungani iliyotolewa ya miaka 10 ya serikali ambayo riba yake kwa mwaka ni 11.75%, hii ni hati fungani ambayo iko very competitive in terms of return, kwa sababu inatoa 13%, na not only inatoa 13%, inalipa mara 4 kwa mwaka. Kwa hiyo hii hati fungani iko very very competitive kwenye market, na ni washauri tu watu wengi waichangamkie fursa hii. Sasa kwa sababu tu ya interest ya muda, ningependa maswali mengine ambayo watu wanayo watupigie simu au watutumie email, na tutaweza kupata clarification kuhusiana na issues zote ambazo mtu anaweza kawa nazo
kuhusiana na bondi hii. Kwa hiyo once again niwashukuru wote ambao mlichukua muda wenu kuweza participate katika hii meeting, na tunawakaribisha sana Zan Securities, na tunawakaribisha sana katika fursa hii ambayo tumewaletea, na hii ni fursa moja tu, na kutakuwa kuna fursa nyingi mwaka 2026 ambapo Zan itawaletea kufanya uwekezaji. Kwa hiyo karibuni sana na tunawakaribisha. Asanteni na muwe na siku njema. Cartridge ninatoa hivi. Chini ya. Cartridge hivi mbona natoa hivi? Kwa nyumbani hayo. Costume za watu. Na situmia hivi. Tutatuletea shida tu.